Kupitia kioo cha televisheni yako popote uliko, tukiwa mubashara ama live, ikiwa ni Jumapili ya pili katika mwezi huu tulionao, mwezi mpya, mwezi wa 6, kila mmoja akiendelea kumshukuru Mungu kwa namna jinsi anavyomtendea mambo makuu zaidi katika maisha yake. Siku ya leo katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, nipende kukualika na kukusogeza karibu zaidi ili uweze kujifunza mengi kwa kupitia mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia kwa kuwajua waimbaji mbalimbali na watumishi ambao wameamua kujitoa masomaso kweli kweli kupambana na kuhakikisha kazi ya Bwana inazidi kusonga mbele. Bila kupoteza wakati kabisa, utakuwa nami mtangazaji wako Andrea Amos Masanja katika kipindi hiki kuanzia sasa hadi ifikapo saa 3 kamili utapofikia tamati. Lakini pia bila kusahau jopo zima ambalo tutakuwa nalo siku ya leo. Mwandaji wa kipindi hiki si mwingine ni mtumishi wako Emmanuel Makuliga, lakini pia piga picha kwa uzuri kabisa na kwa usahihi si mwingine ni Elisha Ndalo, na mrusha matangazo haya kukufikia popote kule uliko ni Vanity Salvatore, ambapo pia unaweza kurupata kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ikiwemo Facebook, YouTube pamoja na Instagram, na bila kusahau mtandao wa X kwa kuandika Tumsifu Mungu Star TV. Leo nimeweza kupata bahati ya pekee kabisa na ya mtende kuwa na moja kati ya waimbaji wa nyimbo za Injili. Ni mtumishi huyu ambaye ametokea katika maisha ya kawaida kabisa, lakini pia ameweza kupewa neema isiyo ya kawaida katika maisha yake kupitia sauti ya kipekee ambayo Mungu ameweza kumpatia, iliyogusa roho za watu wengi zaidi Afrika Mashariki. Nyimbo zake nyingi zimekuwa zikigusa wengi na wengi wamekuwa wakiongolewa kupitia nyimbo hizo, na sisi pia tukaamua kuwa naye leo hapa tuweze kuzungumza kwa kina kuhusiana na safari ya maisha yake na muziki ambao anaendelea kufanya katika kizazi hiki kipya. Bila kupoteza wakati, nitapenda kumkaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa katika mahojiano haya mazuri tukiwa naye hapa studio. Karibu sana. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina, habari ya uzima? Ni njema kwa kweli. Mungu ni mwema. Safari yako ilikuwaje? Namshukuru Mungu, nimeamka, nimeanza safari, nimekuja kwa kweli sijapata usumbufu. Ni mkono wake na neema yake nimefika sana. Ni mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana. Na mtazamaji, huyo si mwingine ni Emmanuel Mashauri, lakini pia cha pekee kabisa kingine alichonacho, licha kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili, bado ni mzalishaji wa nyimbo hizi za Injili. Tunaweza kusema kwa lugha nzuri, wengi ambao wamekuwa kizoea producer, ndivyo? Ndio. Producer kama producer. Na asante sana Emmanuel Mashauri, karibu sana. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuwa hapa, ndio, unajisikiaje kukalia kiti hicho? Najisikia amani. Kwa kweli tunasema wakati wa Mungu ni sahihi. Nimekuwa nikiona watumishi wenzangu mbalimbali wakiwa kwenye vipindi hivi kwa ajili ya kuisukuma gurudumu la Injili, wakiweza kuelezea umati habari ya wokovu kupitia session tofauti, wachungaji, waimbaji. Lakini nilitamani siku moja kwamba na mimi nije nisimame mbele ya umati nieleze jamii kile nilichonacho kuhusu huduma ya Mungu. Na asante sana kwa kufungua kipindi hiki sasa. Nikukaribishe uweze kutufungulia kipindi hiki kwa njia ya maombi. Amen. Karibu sana. Bwana Yesu, tunakualika asubuhi hii tena. Ni neema yako ya ajabu. Mungu, ni kwa upendo wako tu, si kwa akili zetu wala kwa nguvu zetu, bali wewe ulikusudia, ulijua siku na tarehe na saa kama hii kwamba utatukutanisha hapa kwa ajili ya kuzungumza machache kama sio mengi juu ya ukuu wa jina lako. Amen. Karibu Bwana Yesu, ukawe kiongozi na mwalimu na ukasimamia kipindi hiki chote. Mungu, kwa watu wote wanaohusika katika kipindi hiki, ukatupe neema ya kupata utulivu na kufuata ufuatilizi na simulizi kwa ajili ya kulitangaza neno lako hili. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen, amen, amen. Nimekuwa nikikufuatilia kwa kupitia mitandao ya kijamii na kutazama ubora wa kazi zako na namna jinsi unavyoendelea kupambana kusogeza gurudumu hili. Kitu cha pekee, wewe ni mzalishaji wa nyimbo za Injili, ni producer, lakini pia ni mwimbaji. Ndio. Ukiachana na uimbaji na uzalishaji wa muziki kwa kupitia nyimbo za Injili, kuna shughuli yoyote ambayo unaifanya? Mimi ni mwalimu. Ndio. Kimsingi mimi ni mwalimu wa nyimbo za dini. Au mwalimu wa kwaya. Ndio kazi ambayo nimeanza, ni huduma ambayo nimeanza kuifanya kwa muda mrefu zaidi. Ndio. Kabla nifikiria hata mimi kuwa producer au kuwa mwimbaji binafsi.
Hii kazi ndo nimekuwa nikiifanya madhabahuni miaka nenda rudi. Umewezaje kutenga muda wako wa kuhakikisha unafanya kazi za jamii na kama kazi za jamii, lakini pia na kuhusiana na kazi hizi zingine, uimbaji na uzalishaji wa muziki? Asante sana. Unajua hizi kazi zetu za rohoni zina muda wake. Mara nyingi hizi kazi za huduma za Mungu zinaongozwa na Roho Mtakatifu. Hata pia kazi ya jamii nayoifanya kama production pia ni kazi ya Mungu, kwa sababu hakuna studio ya Mungu duniani. Hakuna studio ya Mungu haipo, ila kuna watu wake ambao amewapa vipawa ndani yao, nikiwa mmoja wao. Ametupa kibali na neema ya kuwa hudumia watu wake. Ndio kwa muda na kuna muda wa kazi. Then ukishaisha muda wa kazi kwamba labda nina zoezi saa 10 mahala, basi inabidi nifunge niwahi kwenye zoezi, maana ile ndio huduma yangu mimi. Na kwa sababu watu ambao ninafanya nao kazi hiyo, ambao ninawatengenezea wateja wangu, wanafahamu mimi ni nani katika huduma. Kwa mimi ni mwalimu wa kwaya. Unajua production sio kwamba ni huduma madhabahuni. Hii ni huduma tu ambayo tumepewa kama kusaidia jamii, lakini ili nisomeke katika ulimwengu wa roho na kwa mbinguni, ni lazima nihakikishe nimefika kanisani kuhudumia kundi langu. Kwa hiyo tunapata muda mzuri, muda wa kazi na kuwepo kazini, lakini kama nina siku ya zoezi ninafunga ule muda wa zoezi. Kama ni masaa 2 ninakwenda, ninaenda ninahudumia kikundi changu, ninarudi. Kama nitakuwa na session ya usiku, basi naendelea na production. Havini shindi katika utendaji wangu wa kazi. Safari yako kwa ufupi sana ilikuwaje kutoka kwa vitu vyote hivi viwili ambavyo unavifanya kwa wakati sahihi? Safari kwa kweli, inakoanza mara nyingi huwa ni, unajua safari ya kumtumikia Bwana kuna milima na mabonde na kuna kule. Vurugu ni nyingi, vurugu mechi ni nyingi sana, ukiwa hasa una kitu ambacho ni cha kimungu. Unajua tunapokuwa na jambo la kimungu, kuna upande wa pili ambao ni kwa shetani. Kwa lazima vita iwepo. Vita vya kiroho vipo, lakini nimepambana katika hali ya kumtafuta Mungu na kuhakikisha ananiweka sehemu sahihi ambayo ameniita yeye nimtumikie. Kwa hiyo mizunguko na mikwamo ipo hapa na pale, lakini tunaendelea kuomba na kumsihi Mungu kutuonyesha sehemu sahihi ya mimi kuhudumia. Kuna mtazamaji pia ambaye anatutazama kwa sasa, angependa kumfahamu Emmanuel Mashauri anatoka ni dhehebu gani? Ametoka kwenye familia ya kidini ama familia ya kihistoria ya masuala haya ya kawaida tu tunasema ya utamaduni ya kifamilia? Hapana, mimi nimetoka katika familia ya dini. Ndio. Nimezaliwa katika familia ya dini. Wazazi wangu mpaka sasa hivi wanasali, wanamjua Mungu. Kanisa lipi hilo? Wenyewe ni wa SDA. Ni wa Sabato. Lakini mimi baada ya masomo yangu kumaliza, nikaa nimeingia katika huduma yangu hii ya walimu. Mimi niko Anglican hapa Kamanga DVN hapa, nikifundisha huduma ya kina mama. Ni mwalimu wa kina mama pale Anglican. Ndio uko pale unawapa somo? Niko pale nawapa somo. Na hiyo unasomea ama ni kipaji tu, kama kipawa Mungu anachokupatia? Hiki ni kipaji cha Mungu, huwezi kusomea hii. Haya ni mambo ya roho. Walimu hausomewi. Kwa mtu yule ambaye anatutazama kwa sasa na ni kijana ambaye ana shauku kubwa sana, na anaona mimi mbona ni kama mwalimu pia, yaluhusiwa kwenda shule kuongeza elimu yoyote na kuwa na ujuzi zaidi ya ulionao? Hakuna shule yote zaidi ya elimu ya kimungu. Shule ya Mungu. Unajua sisi tumeitwa na Mungu. Si ndio? Ndio. Tumeitwa na tumechaguliwa kumtumikia. Na hakuna anayejitafuta yeye mwenyewe kama mimi nataka kuwa mwalimu wa kwaya. Hakuna kitu kama hicho, maana hausomewi huu. Ni wito kutoka ndani. Kutoka ndani. Kwa hivyo unapoitwa, basi unakuwa na ile namna sasa kwamba sasa nisogee madhabahuni. Unajua mtu aliyekuita au aliyekuchagua uweze kumkwepa. Ya Mungu akimbiwi. Sawa. Ni wakati gani ambapo uliweza kutambua na kugundua una kipaji cha kipekee cha kuimba? Ukitazama wewe ni mwalimu lakini pia ni mzalishaji wa nyimbo za Injili. Je, ulioteshwa kwa ndoto ama ulianza shule kanisani? Mimi nilianza tangu primary. Nilianza tangu shule ya msingi nikiwa mdogo sana. Nakumbuka tuliwahi kufundishwa gitaa na mzee Zabroni.
Huyo mzee nafikiri Mzee Zablon, nataka kumaanisha kwamba Zablon Singers. Mzee Zablon Singers wale ni watoto wake. Kina Jafet na watu wengine na wale dada zake wale ni watoto wa ule mzee. Nakumbuka kuna kanisa moja tulikuwa tunasali kule Nyaseke, na sasa kulikuwa na vifaa magitaa ilikuwa imewekwa juu ya dari. Hakuna mpigaji. Kipindi hicho mko Geita? Tuko Geita, wadogo sana. Basi tukawa ni watundu tunahitaji kuyachokonoa. Ndio. Lakini mzee akawaambia, mzee Zablon akasema, hebu wapeni hao watoto wajaribu kufanya kitu. Pengine ni kipaji chao. Ndio. Akatufundisha mimi na Jafet. Tukiwa wadogo sana, ni siku moja tu. Huyo akawa anapiga bezi, mimi nikafundishwa lead. Basi kuanzia hapo hakuna kilichoendelea zaidi ya sisi kujiongeza na kufanya. Na tukaanza kupiga muziki tukiwa wadogo. Nimeanza kupiga magitaa nikiwa bado shule ya msingi, hata sekondari sijaenda. Napiga kwaya ikiimba ya kanisa. Kwa muda mrefu sana. Sawa. Ni kipaji cha kuzaliwa. Ni kipaji cha kuzaliwa. Na ulikuwa katika mikono safi kabisa, na tunaona Zablon Singers wanafanya vizuri na jina lao limeendelea kukua. Sawa. Ni wimbo upi wa kwanza ambao sasa ulianza kutengeneza kama wa kwako pia? Maana nimepita kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Emmanuel Mashauri, ni kama umepoa vile. Ni muda gani ambao ulianza kuimba na kutengeneza wimbo wako wa kwanza? Nina miaka kama mitano. Kuna kipindi niliwahi kufanya, nilikuwa na kundi zima, nilikuwa nimetengeneza kundi, nilikuwa naliita Masaduka bendi. Ndio. Nilikuwa na vijana baadhi nikafanya kama 2016 nafikiri. Nilifanikiwa kutengeneza albamu moja japokuwa sikuiweka mtandaoni. Ndio. Haya video tukawa tumezindua, baada hapo nikawa nimeanguka tena. Sikutaka tena kuendelea na shughuli yangu ya production. Lakini sasa nina miaka 5 nyuma ambao nilianza hii kazi rasmi katika hali ya kumtafuta Mungu sasa katika roho, na kweli kwamba kwa nini ninakwama. Nikaamua kumtafuta Mungu, lakini nilianza kumaombi sana, nguvu nyingi ikawa ni ya kuimba sana. Nikaimba wimbo wa kwanza ambao ulikuwa unaitwa Nitakutukuza. Ndio. Huko kwenye hiyo account yetu ya Emmanuel Mashauri. Ndio, nilitazama pale. Kuna wimbo unaitwa Nitakutukuza, nikaanzia hapo. Ndio. Nikatengeneza ile video, nikakaa tena muda. Nikakaa, baadaye nikafanya tu audio nyingi. Baadaye nikaja nikafanya tena video nyingine ya pili. Inaitwa Huwezi kushinda dhambi kwa nguvu zako. Ndio. Baada ya kuwa sasa naendelea kumtafuta Mungu kwa bidii, nikaa nagundua hivi vitu, kumbe haiwezekani kushinda dhambi kwa nguvu zako. Ndio. Kumbe ni lazima kiwepo kitu cha kukushindia dhambi. Ndio. Ambao kwa sisi wa Kristo ni Yesu pekee ndo njia na uzima. Tuliambiwa bila huyu hakuna kinachowezekana, na ndio ukweli usiopingika. Sawa. Kwa ikanipa kusogea hatua. Katika kupambana huko nikapata sasa nafasi pia ya kufanya kazi moja na ndugu yangu Bwana Jafet. Sawa, huko tutafika muda si mrefu. Kwenye wimbo wa kwanza ambao umesema Nitakutukuza, ndio wimbo wako wa kwanza kabisa ulioandika. Je, huu wimbo kwenye uandishi wa huu wimbo uliandika kupitia maisha yako, uligusa maisha yako binafsi, ama ulipitia tu kwenye Biblia ukasoma? Hapana, uligusa maisha yangu binafsi. Ni kisa kipi sasa kilikufanya mpaka ukaelekea kuandika wimbo huu? Unajua mtumishi, haya maisha yana mapito mengi. Ni kweli maisha yana mapito mengi. Kipindi hicho nilikuwa na makundi ambayo hayakuwa mazuri katika historia za watu ambao tumeokoka. Ujana nilikuwa nasema ujana majabu kunywa mapombe na nini. Sasa wakati huo mwenye huduma aliyenipatia akawa hapendi ile hali. Unaona, nikaja nikapigika sana, yani maisha yangu yakaharibika. Na wakati huo ulikuwa bado ni umebaki kwenye nipo kwenye tasnia, ni mwalimu. Na ulikuwa Mwadventista bado? Niko sasa niko Anglikana hapo. Uko Anglikana. Ni miaka 5 nyuma tu. Miaka 5 nyuma iliyopita. Ndio. Nikatokea kisa ambacho kilinitia uchungu sana. Ndio. Nikasema sasa kama ni hivi, manake nini kinaweza kikatokea? Yaani faraja yangu itakuwa ni nini? Hapa kumbe ni kumwendea Yesu mwenyewe, ni kumwabudu Mungu, basi nitamtukuza. Yaani kisa kilichonipata kile, matatizo makubwa, ni kwa uchumi ukao umeharibika. Ile biashara yangu ikafunga, ile kazi ninayoifanya. Yaani kama ni mtu nipo. Afu wale marafiki zangu ambao tulikuwa tunakunywa nao, na wao mambo yakawa mengi. Atakuwa ameishiwa studio imlipi hana lolote. Sasa nikasema wakati mimi nilivyokuwa navyo tulitumia pamoja. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo
vikawa vimenisumbua. Baadaye nikasema sasa, nikapata uchungu, yani kwa kweli nilikuwa silali, yani nahangaika sana. Baadaye nikapata wimbo wa kusema nitakutukuza, nitakutumikia tu. Nikapata maamuzi ya kumtumikia sasa Mungu katika roho na kweli. Amen. Katika usahihi mkubwa. Jamii ilipokeaje wimbo huo na familia pia baada ya kukuona umetoka kwenye anguko kubwa ambalo tunaweza kusema wimbi zito na giza totolo, kutoka kule katika wimbo ambalo ndio kufanya kuonekana umepotea na hatimaye ukarudi tena? Jamii haikushangaa sana kwa sababu ilijua ni mwalimu wa muda mrefu, ni katika muendelezo wa kazi zake. Lakini ilisema je, ataenda kweli? Unajua kwamba ameanza ndio anaweza kuifanya huduma, lakini ataenda kweli? Lakini upande wa pili wazazi wangu wenyewe walifurahi sana na kusema hakika wewe ndo tulie kujua na siko huko ulikokuwa umekwenda, kwa sababu wao walikuwa wajihusishi na vitu vya namna hiyo na hawajai kujihusisha. Kwa ni ile anguko tu la mimi kwa sababu nilishambuliwa pengine kwenye ulimwengu wa roho ili niweze kuanguka. Ilikuwa ni video ama audio? Ni video hiyo. Video. Na pale palikuwa ni wapi? Maana itazama kuna majengo fulani hivi. Hiyo ilikuwa ni Nyegezi na Bwiru, mitaa ya Bwiru hapa. Yaani hapa mjini. Pole sana na pia nikupe kongole kwa namna jinsi ulivyopambana. Amen. Ulijifunza nini kupitia marafiki uliokuwa nao karibu na kuona wamekutenga kukukimbia baada ya kutoka Zambini? Nilijifunza rafiki wa kweli ni Yesu. Rafiki wa kweli ni Yesu. Jamii tuko nazo kwa maana kusaidizana hapa na pale. Ndio. Lakini katika shida yako ni vizuri kuwa umejiungamanisha na nguvu za Mungu. Ndio. Kwa sababu ni rafiki pekee ambaye hawezi kukimbia, wengine wanakimbia. Ikitokea mahala wanakimbia. Ndio. Lakini sikushangaa, nilianza kugundua kitu kikubwa kwamba nina huduma kubwa ndani. Pengine niko nao lakini niweze kuwasaidia kutoka sehemu moja. Na nimefanya hivyo, nimekuwa nikifanya hivyo sasa. Sawa. Nilipita kwenye mitandao ya kijamii hususan YouTube na kutazama una video, una audio nyingi sana kuliko video. Je, kuna changamoto yote ambayo inajitokeza kutokutoa video kwa wakati? Changamoto zipo, unajua video zinahitaji vitu vingi. Ndio. Uwekezaji zaidi kwa maana ya maeneo, location na nini. Changamoto zinakuwepo, lakini zile video nilikuwa nimeziandaa audio niliziandaa muda mrefu. So nikasema sasa niziachie hizi kwa maana kwamba watu wajue sasa kwamba niko katika usiriasi mmoja mkubwa. Emmanuel Mashauri ameamua sasa, na ndio maana unaona zimekaa na kila kitu kwamba hata wakikuta wanasikiliza wakati naandaa video zake wanaona kwamba kuna kitu kinaendelea. Ndio. Wewe ni kabila gani kwa mtazamo tu ambayo mtazamaji anakufuatilia? Mimi ni Msukuma. Ni msemo upi maarufu sana kwenu nyewe Wasukuma kwa kuona kijana ambaye anapambana na tunasema visetu livachoji. Visetu livachoji. Watafutaji. Ngoni mtazamaji kuna kitu amekipata hapo. Sawa, safari yako umetueleza namna jinsi ulivyopita kwenye mawimbi ya hapa na pale. Naam. Na kuandika nyimbo zako zote hizo. Na hatimaye tukakuona sasa umeibuka kwa kasi sana na kutoa wimbo mzuri ambao uliweza kumshirikisha msanii mkubwa na mkongwe. Tunaweza kusema ni msanii mkubwa na mkongwe kwa kizazi kipya ambaye yeye mwenyewe anafanya vizuri, lakini pia kikundi hicho kinafanya vizuri. Na wasio wengine niliona ulifanya na Jafet Zabron kutoka Zabron Singers. Amen. Uwepo wa kukaa na kufikiri kwa haraka na kusema kwamba mbona nina mtu wa karibu sana naweza kufanya naye collabo, ulitoka wapi? Unajua ni katika hiyo harakati ya kumtafuta Mungu. Unajua mimi kama nilivyosema nilitoka kwenye maisha mengi. Sasa wakati nikiendelea kumsihi, ulikuwa ni msimu huu. Nikamsihi Mungu, nilikuwa na 40 zangu nadhani mwezi wa kwanza. Katika utulivu kabisa nilikuwa nikimwomba Mungu kwamba kama kweli umeniita kwenye huduma hii, nahitaji unifanyie jambo jipya. Zile 40 nilikuwa nimefunga. Na wachungaji baadhi marafiki zangu ambao walikuwa wamenipa kampani katika hizo 40. Kwa tukaendelea kumsihi Mungu. Lakini baada ya zile 40 zangu kuisha, Mungu ni mwema. Akanijibu. Kuna mdogo wangu mmoja akaniambia, bana, hebu namtaka uje mjini. Nikamwambia nije mjini. Nataka uje mjini.
nimeongea hapa na mtumishi wa Mungu ni Japhet. Ndio. Unatakiwa kufanya naye kazi. Unajua nyewe mlianza hii huduma mkiwa watoto. Sasa nafikiri kuna wakati ambao Mungu anataka ufanye. Unamaanisha kwamba Japhet Zablon mlianza naye bado mkiwa vijana wadogo kabisa? Tulikuwa vijana wadogo, tulikuwa tunafanya gitaa kama nilivyosema awali kwamba tuliwahi kufundishwa gitaa na baba yake. Alikuwepo akifanya ile mazoezi. Nani? Japhet. Alikuwa mpiga gitaa. Ni mwanamuziki yule. Yeye alikuwa akipiga bass, mimi napiga rhythm. Pengine anapiga rhythm, mimi napiga bass. Yaani si kitu ambacho tumeibuka yaani hisi kitu ni tumeanza nacho utotoni. Tumeanza utotoni. Tunamaliza kupiga magitaa, tunaenda nje, tunaanza kucheza mpira huko, wakiita tena kuimba wanakwaya, tunaita, tunapangusha uchafu na kuja kupiga tena. Tuko wadogo. Tunarudi tena tunafanya. Tumefanya makambi mengi ya Sabato kule Geita, tulikuwa tukienda tumepiga sana. Nakumbuka kuna makambi moja tulienda, nilikuwa nimewekewa na wazazi wangu 5000 kwenye kabegi. Tukafika pale, sasa utoto bwana ni changamoto kubwa. Nikaa sioni huko wameitwa kuimba, nilikataa kupiga gitani, nalia sana. Sasa walichanganyikiwa sana. Na muda huo Japhet yupo tu. Yupo tu, anashangaa sasa hakuna namna, ndugu yake sina hela, nimepoteza eti. Sasa na unajua gitaa zile mnapiga 3 solo, bass na rhythm. Kwa hakiwezi kukosa hata kimoja, ni changamoto. Sawa. Walitafuta kwenye ile begi wale wakubwa mpaka walipata. Na walipopata machozi yakakatika na gitaa ilipigwa pale pale. Hakuna kelele. Na mambo yakaenda vizuri. Yakaenda vizuri. Ni kipi ambacho nakikumbuka kutoka kwa rafiki yako kama ujumbe ambao aliweza kukwambia mkiwa mnajitafuta? Mlipoona hapa mbona kama tumekata tamaa kabisa? Alinitia moyo kwa sababu unajua hii huduma kama nilivyosema kwamba tulianza watoto. Akasema unaweza. Alafu isitoshe ni mwalimu wa muda mrefu. Alafu ni producer, yani kwenye tasnia huko. Sio kwamba ulikuwa umeacha labda ukafanya maisha mengine, no. Huko kwenye tasnia na unafanya kazi zako, si ndio? Kwa hiyo hebu tufanye hiki kitu tuweze kuona Mungu anasema nini. Na kwa kweli nilipofanya nimeona mwenyewe. Nimeona kitu. Ukaona kitu na ndipo ukaibuka sasa na kuandika wimbo unaitwa amenifanyia. Amenifanyia tena kwa sababu ni miujiza. Unajua tunaposema kuimba na Japhet katika muziki wetu wa Injili hapa Tanzania ni neema. Kwa sababu kubwa sasa. Ndio. Yule ni mwimbaji ambaye ana jina na kila mmoja anamfuatilia kwa karibu sana. Na kumpata inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa ni changamoto kubwa. Sawa, tuelekee sasa kwenye uandishi wa wimbo huu. Aliandika maudhui ya wimbo huu ni wewe mwenyewe ama Japhet pia aliweza kuhusika? Unajua mimi Japhet ni kama nilivyosema nilitaka afanye kwanza kitu nione kwamba inakuaje. Yani unajua yeye anakumbuka nini au Mungu wa roho ukoje. Kwa sababu mimi katika maombi yangu nilitamani Mungu anifanyie kitu. Si ndio? Lakini wimbo aliandika Japhet. Aliandika Japhet. Akagusa. Ndio. Akagusa maisha yangu sana kana kwamba labda tangu tumeachana labda alipata labda alikuwa anajua story yangu. Lakini aliandika kitu ambacho ulimwengu wa roho haudanganyi wala hakikukwepeka. Ni yale maisha yangu. Kwa hiyo amenifanyia tena ni nyimbo ambayo sitaka kuisahau kwenye maisha yangu kwa sababu ni kweli amenifanyia. Kitendo hata cha kukaa meza moja na Japhet. Najua watu wengi wanamtafuta, wanapiga simu huku na kule. Na huo ndio ukweli kwa sababu yuko kwenye piki na anafanya vizuri. Ana kitu kikubwa. Na akifanya amefanya. Kwa nikamini Mungu amenifanyia tena maana nilikuwa kwenye maombi na baada ya maombi ikatokea hii fursa kufanya naye kazi. Amenifanyia tena. Nimefanyiwa tena kwa kile ambacho aliweza kukutendea. Kwa kile ambacho. Kabla sijaingia ndani na tukaichimbua video pamoja na audio ambayo umeweza kuitengeneza, nimeona una watazamaji wengi sana wameifuatilia video hii. Ina mwezi mmoja. Ina mwezi mmoja. Bila kukosea, ina mwezi mmoja kabisa Mapokezi umeyaonaje? Ikiwa ni kurabo yako ya kwanza kabisa. Mapokezi ni makubwa sana. Kimsingi yamenishangaza pia. Maana nyimbo zangu nilizokuwa nikitoa ziliishia watu 400 500. Kuna mmoja ambao umeweza kuitaja hapa nitakutukuza. Nitakutukuza ina takriban views 459. Lakini ina miaka pia. Na ina mwaka mmoja. Kuona ni muda mrefu kidogo. Ni muda mrefu. Sasa unajaribu kuangalia tofauti ya huo na
huu wimbo amenifanyia tena ambao nimefanya. Una wake takriban 30,000 mpaka sasa, lakini ndani ya mwezi mmoja. Kwa hiyo unaona kwamba ni nguvu kubwa. Ni nguvu kubwa ambayo imeweza kutendeka. Ambayo imetendeka. Na tunaweza kusema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia nikaingia nikutazama pale melody ya Zabron Singers, na wewe pia nikaona kama vile unaenda kule. Unajua mimi ni mwalimu na ninaamini katika kubadilika. Kama ni mwimbaji ambaye nimeitwa na Mungu na nimepewa hichi kipawa, naweza kufanya kwa melody tofauti. Kwa maana kutengeneza tu kutengeneza wasikilizaji wangu wanaonifuatilia kujua huyu mtu ana kipaji kikubwa kiasi gani. Ndani yangu kuna mambo mengi. Watu wakifuatilia watajua vizuri. Kuna vitu vya kipekee. Kabisa. Hilo ninaelewa. Vitu vyako vya kipekee mimi nataka nivisikilize sasa hapa. Vitu vyako vya kipekee, hebu tupatie akapera ya wimbo ambao amenifanyia tena. Hakuna aina ya hesabu inayoweza kupima kiwango cha wingi wa wema wa Yesu wangu. Waliponitupa Yesu aliniokota, kaniambia tulia mwanangu. Sawa, bado umemaliza lakini watazamaji bado hawajaelewa vizuri. Bado tunahitaji hicho kionjo bado. Sawa. Hakuna aina ya hesabu inayoweza kupima kiwango cha wingi wa wema wa Yesu wangu. Waliponitupa Yesu aliniokota, kaniambia tulia mwanangu, sijawahi kukutenga hata milima ipasuke, utabaki rafiki yangu. Kaongeza na baraka zangu, kalibadili jina ule wa kukataliwa, sasa nimbarikiwa. Nitapataje lugha nzuri ya kusema mazuri yote Bwana alonifanyia? Nitapataje ujasiri wa kusema mazuri yote Bwana alonifanyia? Amenifanyia tena, ona ametenda tena. Huyu Yesu amenifanyia tena, ona ametenda tena. Yes. Naam, na tuseme amen. Amina. Na mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa kupitia Star TV tukiwa mubashara ama live, ukitutazama hapo, ukialika ndugu na jirani yako aendelee kubarikiwa zaidi. Huyu si mwingine ni Emmanuel Mashauri, kama namna jinsi ulivyosikiliza akapela wimbo huu akiwa amemshirikisha Japhet Zablon. Baada ya muda tutakapoelekea ukingoni katika kipindi hiki, utaenda kuitazama video hiyo na kuona namna jinsi ufundi na ustadi uliotumika katika video hiyo. Sasa Emmanuel Mashauri, huo wimbo nilivyousikiliza, kuna kagitaa pale nilikasikiliza, ile ni bass ama rhythm kwa mbali kabisa ikikoleza. Ile ni solo guitar. Ile ni solo guitar. Imecheza kama inapigwa solo sometime na hapo kuna second inatembea. Kuna ufundi umetumika wa hali ya juu sana. Ni ufundi mkubwa. Mungu kawapa watu vitu, kwa hiyo lazima vifanyike. Na wewe ndio uliohusika mkono wako pale kutenda vyote hivi. Kuna baadhi ya vitu nimeshiriki kwa sababu ni mwanamuziki. Baadhi ya vitu nimeshiriki lakini pia nimeshirikisha watu wengine. Unajua mimi nimeproducer kama nimesema, na huduma hii ya roho ni kubwa. Na tunapotaka kufanya kitu kizuri, Mungu ameachilia neema kwa watu. Kwa ni vizuri kutengeneza kwa ushirikiano pia kitu kikafanyika. Amen. Kuna watu ambao tulikuwa nao pale, tulifanya hicho kitu kiwezekana. Sawa. Wewe ni mpenzi wa majukwaa na katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii? Maana nimepita nikaona kuna ukimya kidogo. Ni kweli mimi ni mtu fulani ambaye haikuwa sana katika mitandao ya kijamii. Nilifanya kazi zangu kimya nyingi. Lakini tunasema kama umeitwa
basi nimeitika sasa, hakuna namna, yani hakuna sehemu naweza nikajificha. Sauti hii Mungu anataka itangaze ukuu wake. Sasa nitaonekana katika kila platform za jamii sasa hivi, kwa sababu hapa nilipofika siwezi kurudi nyuma tena. Nilikuwa si mpenzi sana wa mitandao ya kijamii kiukweli, lakini kwa sasa inalazimika kuwa, kwa sababu huduma yetu mara nyingi imerudi kwenye social media kama hivyo. Ili watu waweze kupata kazi zako ni lazima utaachilia kule, ili waweze kutuona na kuweza kubarikiwa. Sisi kazi yetu ni kuhubiri tu kwa njia hiyo, kwa hiyo ni lazima nitaonekana. Wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Je, tumeona tumetazama au waimbaji wengi wa nyimbo za Injili wanakuwa na watu ambao wanawashika bega ili kuweza kufika pale wanapohitaji kufika, na hata pia tukienda nje kidogo ya waimbaji wa nyimbo za Injili kuna hawa waimbaji ambao wanaimba nyimbo za kidunia, wasanii. Kumekuwepo na wimbi kubwa sana la marumbano ya hapa na pale kutokana na management ama watu wanaoshika mkono baada ya mwimbaji kuchomoka kujitegemea yeye binafsi. Hili wimbi kwako unalichukuliaje? Maana wewe ni mwimbaji chipukizi wa kizazi hiki kipya na unakuja kwa kasi sana. Je, wewe pia kuna watu ambao wanakushika mkono, ama ni wewe pia ndio unayesogeza gurudumu hili liweze kusonga mbele? Mimi nadhani ni maneno ambayo yako wazi hata kwenye Biblia kabisa, inasema watendaji wasipopelekwa. Yani hii ni Injili, ni lazima tupelekwe. Ndani yangu kiko kipaji na kipawa, si ndio? Kwa Injili hii lazima Mungu akuinulie watu sahihi ambao wanaweza kukupeleka. Hata mimi ninaye meneja wangu. Ambaye ni mdogo wangu mimi. Sawa. Una meneja wako ambaye anakusimamia na ni mdogo wako sasa. Ukaamua uchukue familia nzima usishe. Yeye anajua kwamba kaka ana kitu gani. Anajua, maana ni tangu mdogo kama nilivyosema tumekuwa nyumbani akiwa anaona. Ameshuhudia haso zangu nyingi. Kuna msemo ambao umekuwa maarufu sana kwenye jamii kwa ujumla, wengi wakisema ukimwajiri ndugu iwe dukani ama kumkabidhi ofisi haitaenda. Inategemea, lakini haina maana hiyo, si ndugu wote. Hizi ni roho za watu, na hii ni huduma ya kimungu kama tunavyosema, kwa sababu katikati haina ujanja. Unajua, kwa mtu ambaye uko rohoni, unaimba katika roho na kweli, Mungu ndiye anayekuletea mtu sahihi. Kwa sababu hata mimi ni producer, mbona nishindwa kwenda kwa nguvu zangu, si ndio? Umenielewa akili? Ninafanya vyote, lakini sikuweza kupata haya mafunuo. Lakini nilivyoingia rohoni kumwambia Mungu juu ya huduma yangu, akainua mtu, akaniinulia yeye ambaye ndio mdogo wako anayefuata wewe. Na kuna dada yake afu ndo anakuja yeye. Sawa. Emmanuel Mashauri, bado kuna vitu vingi sana na vitaji kutoka kwako. Amina. Tukisalia hapo kwenye swala zima la management ama watu kuwashika mkono, hili swala unalichukuliaje sasa kwa marumbano ya hapa na pale, wasanii na wahusika wale ambao wanawashika mkono kutokuelewana? Je, inamaanisha kwamba waimbaji wengi wa nyimbo za Injili elimu kuhusiana na swala zima la watu kuwasimamia bado haijitoshelezi? Elimu inajitosheleza, lakini mimi ninachoweza kusema tu hapo, changamoto kubwa ninayoiona ni mashabiki ama wapenzi wa muziki. Wajua hawa ndio wanaopoteza mtu. Sisi hizi huduma tunazianza vizuri, ama hata ningeongelea upande wa wasanii wa kawaida wa muziki wa kidunia. Mimi ni producer, ninafanya production, ninawafanyia pia. Ninaona hiki ni watu ambao wakisha simama kwenye majukwaa wanasahau ni nani yuko nyuma yao. Wao wanaangalia wale watu wanaowatizama pale. Kwa hiyo ni upungufu wa nidhamu tu. Yaani kinachowaumiza pale ni kukosa heshima. Kwa sababu pindi amekuja hana mikono yote ilikuwa nyuma, si ndio? Na mambo yalitendeka yakafika, kwa sababu hakuna aliyefika kwa nguvu zake. Watu wote wamesapotiwa. Kwa hiyo mimi niseme tu wapunguze kujisahau, kwa sababu mashabiki hata akipata anguko hakuna kitu anachomsaidia zaidi, wanahamia kwa mtu mwingine kwamba fulani ndo anafanya poa kwa sasa. Yeye ndo anatakiwa kuangalia management yake katoka. Unajua si kila management lazima utoke kwa ugomvi. Mbona watu wanabebwa vizuri, wanakamatwa vizuri, na baadaye anajitegemea bila kelele na tusikizi kelele. Unaona tu kabisa bana fulani sasa akajitegemea hata bila kelele, hata bila lawama. Wanawahi sana.
Wanawahi na wapunguza kuangalia kelele za mashabiki. Kelele za hizo ndo zinazopoteza. Wewe umetoa nyimbo nyingi sana. Ushauri wa shabiki yoyote ambaye alikuwa anakufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kwa kutoa jumbe zao, kuna jumbe zozote ambazo zimekuwa zikikubariki au kuna jumbe pia zilizokukatisha tamaa ama kukuvunja moyo kabisa? Maana watazamaji na wafuatiliaji kila binadamu uwezo ukawa na watu wanaofanana. Kwa kweli ninamshukuru Mungu, mimi tangu nimeanza kutoa huduma yangu na kufuatilia jumbe hizi sijapata comment mbaya. Hilo ni jambo la kipekee la kumshukuru Mungu. Congratulations ni nyingi kwamba barikiwe sana, kazi ni nzuri, huduma inakwenda vizuri. Sijapata zile naliza kunikatisha tamaa. Ndio. Wewe kwa sasa ni kioo cha jamii na kila mmoja anakufuatilia kupitia uimbaji wa nyimbo za Injili. Tutazamie nini na una maoni gani pia? Au kuna kitu utaenda kukiandaa baada ya hapa pia? Mimi nafikiri vitu vinaandaliwa. Ninaandaa vitu kwa sasa. Nafikiri suni mwezi huu na kazi nyingine nitaachia tena. Kwa hiyo watu ninachoweza kusema ni kwamba waendelee kunifuatilia kwa sababu nina vitu vingi vya kuiasa jamii, kukumbushana. Unajua safari ya kwenda mbinguni ni ndefu. Kwa hiyo tunakumbushana maneno haya na kutiana moyo. Majaribu ni mengi, maanguko ni mengi, maswahibu ni mengi katika hii dunia. Kwa sisi waimbaji tupo kwa ajili ya kuwatia moyo watu na kuwakumbusha watu wa Mungu kwamba tunatakiwa kufanya hivi, tusijisahau. Kwa kuna kazi nitaachia mwezi huu mwishoni. Kwa hiyo watu waendelee kunifuatilia tu kuona ni kitu gani Mungu amenipa tena baada ya kufanyiwa tena. Sasa kuna nini ameshanifanyia tena, kwa kuna vitu baada kupatia tena. Na mtazamaji, tunapoelekea ukingoni katika mahojiano haya ya kina kabisa na mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia ni mwalimu, na licha mwalimu ni mzalishaji wa nyimbo za Injili kama producer, Emmanuel Mashauri, ambaye tumekuwa naye hapa tukizungumza mengi zaidi. Tunapoelekea ukingoni sasa, vijana wengi ambao wanakutazama wanaopitia maisha magumu na wanatamani kuwa kama wewe Emmanuel Mashauri. Mimi nachokuwashauri ni cha kwanza wakubali kutawaliwa na Yesu. Unajua unapotawaliwa na Yesu ama nguvu ya Mungu ndani yako ndio inakupa direction ya kufanya. Sisi vijana wengi tumekuwa wabishi katika ile hali ya kutokumtafuta sana Mungu. Unajua Biblia inasema mtafuteni sana Mungu. Mtafute ili uwe na amani, sio mjue sana mjue sana Mungu uwe na amani, na ndipo mema itakapokujia. Kwa hayo mema wanayoyafikiria hayaji tu na hakuna muujiza, huo ndio ukweli. Wakae kwanza chini ya msalaba pale. Lazima mtafute kwanza Mungu. Sasa hayo yote anayotamani kuwa kama mimi, pengine labda kuwa producer, kuwa mwimbaji, kuwa mwalimu, yanawezekana kama Mungu amempea kitu ndani yake. Na pengine sio hivyo tu, inawezekana ni wachungaji watarajiwa hawa. Lakini wakikaa ndani ya mkono wa Mungu, Mungu atamuonyesha cha kufanya na atajikuta hangaiki pia katika picha zake. Na asante sana Emmanuel Mashauri kwa namna jinsi tumekuwa katika mahojiano haya na kuzungumza kwa kina kuhusiana na maisha yako ya undani zaidi ya uimbaji wa muziki. Na imani kuna mengi zaidi ambayo pia mtazamaji angetamani kuyafahamu. Kulingana na muda wetu, kwa mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa sasa kupitia runinga yako hapo nyumbani Star TV tukiwa mubashara, huyu si mwingine ni Emmanuel Mashauri, na kuna wimbo ambao nilikuahidi utaenda kusikiliza. Ni wimbo ambao ameweza kumshirikisha mwimbaji mkubwa kabisa wa nyimbo za Injili kutoka katika kikundi maarufu hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni Zabron Singers, lakini huyu si mwingine anaitwa Japhet Zabroni. Tuenda kusikiliza wimbo huo. Ulisema unaitwaje huo wimbo? Amenifanyia tena. Na hapo ndipo tutafikia mwisho ama tamati katika kipindi hiki, lakini ningependa tunapoenda kumaliza kipindi hiki na mtazamaji kubarikiwa na wimbo huo. Maana tulianza kwa ombi na tuweze kufunga kwa maombi, lakini pia unaweza ukatoa nambari zako za simu, mtu anaweza kukupataje na kupitia mitandao ya kijamii pia. Kwa ufupi. Namba yangu ya simu ni 0763 33 54 31. Ndio. 0763 33 54 31 au 0629 63 24 92. Na mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la account ya YouTube imeandikwa Emmanuel M Salehe, kwa maana ya Mashauri pale katikati. Lakini pia Instagram napatikana kwa jina hilo hilo Emmanuel M Salehe. Na asante sana. Tujikabidhi sasa kwa njia ya maombi ili mtuweze kubarikiwa na wimbo wako. Amen.
Asante Bwana Yesu, maana tulipoanza tulikushirikisha wewe katika mazungumzo haya. Naamini Mungu umekuwa pamoja na sisi, Roho wako Mtakatifu amekuwa ni mwalimu kiongozi katika mazungumzo haya katika vituo hivi vya television ya Star TV Bwana. Wape neema ya kukujua wewe zaidi ya yote. Tunawaachilia neema yako ya kimungu wanapoendelea kufanya huduma hizi kwa ajili ya kueneza jina lako kupitia television hii. Mungu, endelea kuwabariki wafanyakazi wa television na Sala Media kwa ujumla. Mungu, wape nafasi ya kulijua jina lako. Wape wepesi katika maswaibu na njia wanazozipitia Bwana. Uwabariki mapito yao, uongoze mapito yao. Wape neema kubwa ambayo ni ajabu, ili wanapokutumikia wewe kwa njia hii Mungu uweze kuonekana zaidi. Amen. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Na mtazamaji, tunaenda mapumziko na kisha tutarudi tena katika mada nyingine ambayo tumekuandalia. Usibaki hapo hapo wala usipepese macho na kuelekea kwingine. Endelea kusetelea matangazo haya. Barikiwa na wimbo huo mzuri kutoka kwa Emmanuel Mashauri. Nitapataje ujasiri wa kusema na kueleza makuu ya huyu Mungu? Nitapataje lugha nzuri ya kusema mazuri yote Bwana alonifanyia? Amenifanyia tena, ona ametenda tena. Huyu Yesu amenifanyia tena, ona ametenda tena. Ushuhuda mzuri ni pale mtu anapoyakumbuka mapito yake, wapi anakwenda, wapi ametoka, Mungu kamlinda vipi. Itampa picha ya kumjua Mungu ni nani katika maisha yake, kamtoa wapi, kamweka wapi. Maana amejibi kwa mapito halisi ya maisha yake, ni rahisi kujua wapi utoto wa Mungu. Uwezi acha kuimba na kumshukuru Mungu kwa wema hata matendo makuu ya huyu Mungu. Ndiyo maana nawaza hivi, utaridhika Mungu hata ulipokee bando la shukrani zangu? Maana sijui kama waelewa na lugha nilotumia. Umeridhika Baba, je, nimefikisha shukrani zangu na wema ulonitendea? Nitapataje ujasiri wa kusema na kueleza makuu ya huyu Mungu? Nitapataje lugha nzuri ya kusema mazuri yote Bwana alonifanyia? Amenifanyia tena, ona ametenda tena. Huyu Yesu amenifanyia tena, ona ametenda tena. Hakuna aina ya hesabu inayoweza kupima kiwango cha wingi wa wema wa Yesu wangu. Waliponitupa Yesu aliniokota, kaniambia tulia mwanangu, sijawahi kukutenga, hata milima ipasuke, tabaki rafiki yangu. Kaongeza na baraka zangu, kalibadili jina yule wa kukataliwa, sasa mbarikiwe. Nitapataje ujasiri wa kusema na kueleza makuu ya huyu Mungu? Nitapataje lugha nzuri ya kusema na kueleza mazuri yote Bwana alonifanyia? Amenifanyia Bwana, amenifanyia tena, ona ametenda tena. Huyu Yesu amenifanyia tena, ona ametenda